Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, karibu katika Kubobea Andikoni, wasaa ambao tunajikita kuangalia ndani kabisa juu ya namna ambavyo maandiko ya Mungu, yani Biblia, yanatufundisha sisi katika kila juma. Leo tena upo nami Baraka Tosi na nitakuongoza katika kuangalia somo la 9 ambalo lina kichwa kinachosema dhambi, injili na sheria, au dhambi, sheria na injili. Tunaenda kuangalia uhusiano juu ya haya mambo matatu na utofauti wake na namna gani ambavyo Mungu anahitaji tujiandae kwa ajili ya ujio wake mara ya pili. Ungana nami leo katika somo hili, na kabla hatujaanza kabisa, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutuongoza katika shughuli zetu mbalimbali. Wasaa huu tunapohitaji kujifunza maneno yako, fungua akili zetu tuweze kuelewa kile ambacho unahitaji kutufundisha tena leo. Tusaidie, andaa akili zetu kwa ajili ya ujio wako mara ya pili, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Dhambi imekuwa adui mkubwa wa wanadamu, na hii imeleta utenganisho baina ya mbingu na wanadamu, na kwa hakika imehimiza sana ubinafsi, chuki na kuvunja upendo baina ya mwanadamu na mbingu, au baina ya mwanadamu na Mungu. Hii inasikitisha sana. Dhambi pia inadanganya, lakini pia inaumiza, inateketeza, na mwisho kabisa hii dhambi inaleta matokeo mabaya ambayo kama ukiamua kucheza nayo hii dhambi iendelee kubaki maishani mwako, itasababisha matokeo ya kupotea milele. Ndivyo dhambi ilivyo. Lakini jambo lingine ni kwamba watu wengine wanapuuzia tu dhambi, wanaiona kabisa ni kama kitu cha kawaida katika maisha ya mwanadamu. Wakati huo huo, kuna jamii nyingine ya watu ambao wanapambana usiku na mchana kuhakikisha ya kwamba wanaiepuka hii dhambi au wanaikimbia dhambi. Na kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu wanatambua ya kwamba dhambi inadhoofisha kabisa maisha ya mwanadamu. Ikiwa tunakubali au la, dhambi ni shida ambayo inatuathiri sisi wanadamu na kuharibu kabisa maisha yetu kabisa. Hata leo watu wamekuwa wafupi, hawarefuki sana kama watu wa zamani au kama watu wa kwenye kitabu cha Mwanzo. Maisha yao pia yamekuwa ni mafupi, mtu anaishi miaka michache, na kitabu cha Mithali tunaambiwa ukiwa na nguvu miaka 80, lakini ukiwa hauna nguvu miaka 70. Na tunaona kabisa watu wanaozidi miaka hiyo ni wachache sana, na wengineo wataitwa hata katika vyombo vya habari kuulizwa ni kwa namna gani wameweza kuishi kwa miaka mingi. Hii yote ni sababu ya dhambi na ni matokeo ya dhambi katika maisha yetu. Lakini kuna swali kubwa ambalo kila mtu ni muhimu kujiuliza, ya kwamba tunawezaje kurekebisha hili pengo ambalo dhambi inatengeneza baina kati ya Mungu na sisi. Ni lazima tujue ni namna gani tunaweza tukaepukana na hili pengo au tukaliziba hili pengo. Wengine wamekuwa wakitengeneza majibu yao kwa kusema ya kwamba ukishika sheria pekee itakutosha kuhakikisha ya kwamba unaziba hili pengo. Lakini wengine wameendelea kusema injili peke yake inatosha kuhakikisha ya kwamba umeliziba hili pengo. Haya maneno mawili, injili na sheria, tutayachunguza vizuri katika juma hili. Lakini japokuwa ni maneno ambayo hayaendani kabisa au hayashabiani, yote yako tofauti na moja liko tofauti na lenzake, lakini yote haya mawili yanaambatana pamoja katika kuhakikisha ya kwamba mwanadamu anashinda vita dhidi ya dhambi, na kila mmoja ana kazi ya kufanya. Kama unahitaji kushinda na kuingia kupata maisha ya umilele au kuishi milele, ni lazima uhakikishe ya kwamba
umeshinda na umetangazwa kuwa wewe ni mshindi dhidi ya dhambi. Juma hili tutaangalia mambo matatu makuu kama kichwa cha somo letu kinavyosema. Tutaangalia dhambi, tutaangalia sheria, lakini pia tutaangalia injili. Lakini katika dhambi tutaangalia ni namna gani tunaweza kuepuka majaribu, lakini pia tutaangalia kuna vidokezo gani ambavyo tunaweza tukavitumia ili kuepuka majaribu au dhambi. Lakini katika sheria, hapa tutaangalia sheria na dhambi vinahusianeje, au namna gani sheria na dhambi vinakinzana, tutaangalia. Lakini mwisho kabisa tutaangalia swala la injili, na hapa tutaangalia injili na sheria navyo pia vinahusianeje, mahusiano yao yakoje. Na tukianza kabisa na jambo la kwanza kabisa ambalo ni dhambi, ni lazima kwanza tutambue ya kwamba dhambi ni nini. Dhambi ni uasi wa sheria. Dhambi ni uasi wa sheria. Lakini hebu tuangalie ni namna gani tunaweza kuepuka majaribu ambayo yanatuingiza katika kutenda dhambi. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo 1 fungu la 14, neno la Mungu limeandikwa, nitatumia Kiswahili cha kisasa. Lakini kila mtu hujaribiwa anapovutwa na tamaa yake mbaya na kushawishiwa. Kumbe kila mtu anajaribiwa pale anapovutwa na tamaa yake. Kuna mambo mawili hapa makubwa, ya kwamba jambo la kwanza ni tamaa, jambo la pili ni majaribu. Kumbe majaribu yanakuja kwa mtu pale ambapo tamaa ya mtu inaibuka na kuyavutia hayo majaribu na kumfanya mjaribu aje amjaribu mwanadamu. Sasa tutajua mjaribu ni nani. Kimsingi Yakobo anamuita heri mtu yule ambaye anashinda au anapigana na kuyashinda majaribu. Wakati huo huo anaeleza ya kwamba majaribu hayatoki kwa Mungu katika hicho kitabu cha Yakobo 1 ukianza mstari wa 10 na kuendelea hapo. Lakini pia anaendelea kusema majaribu hutokana na tamaa za mtu mwenyewe, zile tamaa mbaya. Kumbe kuna tamaa nzuri na tamaa mbaya. Zile tamaa mbaya ndizo zinazosababisha majaribu. Lakini Paulo pia anazungumzia majaribu, na anapozungumzia majaribu yeye anaelezea juu ya mjaribu, na Yesu alimueleza huyu mjaribu katika Mathayo 4 fungu la 3 hadi la 10 ya kwamba ni Shetani. Sasa mjaribu hufanya kila linalowezekana kuhakikisha ya kwamba mwanadamu anaenda mbali na Kristo, anatengwa mbali na Kristo. Na ndio maana tunamuona mjaribu anakuja anamchukua Yesu na kumpeleka sehemu mbalimbali baada ya Yesu kufunga kwa siku 40 ili kumjaribu. Lakini mfano mzuri wa watu ambao walijaribiwa kwa tamaa zao mbaya, tunamuona Samson ambaye alikuwa amepewa maelezo vizuri kabisa ya kwamba Mungu amemchagua ya kwamba awe mnadhiri, lakini kwa kufuata tamaa zake mbaya akaamua kukubali majaribu ya Shetani na hatimaye kupotea. Sasa jinsi gani tunaweza kuepuka majaribu? Kuna namna mbili kubwa ambazo mwanadamu anaweza kuepuka majaribu kama sio tatu. Jambo la kwanza ni kumtafuta Mungu. Unaposoma Mathayo 6 fungu la 33 tunaelezwa vizuri juu ya kumtafuta Mungu, ya kwamba mwanadamu anatakiwa amtafute Mungu kama kweli anahitaji kuepuka au kuyakimbia majaribu. Lakini jambo la pili ni kutumia muda peke yako pamoja na Mungu. Ukifanya hivyo utaweza kuepuka majaribu. Lakini hatuishii hapo tu kabisa, lakini kuchukua pia ngao ya imani ambayo itatuwezesha kusimama imara pale ambapo majaribu yanakuja. Sasa hebu tuangalie ni vidokezo gani ambavyo tunaweza tukavitumia ili kuepuka majaribu.
Jambo moja kwanza, kabla hatujaongelea kuhusu vidokezo, ni lazima tujue ya kwamba unatakiwa uepuke kufanya vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikakusababisha kutenda dhambi. Kwanza, jambo la kwanza, kwenda mahali ambapo dhambi inapatikana. Kwa mfano, kwenda katika night club, kwenda usiku kwenye kasino, maeneo hayo ambayo unajua kwa hakika ya kwamba huku ninakoenda dhambi inapatikana. Unatakiwa kuepukana kabisa na hilo swala. Lakini jambo la pili, kuepuka kutazama vitu ambavyo vinahafifisha akili zetu au fikra zetu au vitu ambavyo vinamuondoa Mungu. Kwa mfano, kutazama filamu ambazo zina mandhari mbovu au kutazama picha mbaya kama pornografia na vitu vingine ambavyo vinafanana na hivyo. Sasa tukiangalia vidokezo ambavyo vitatuwezesha na kuepukana kabisa na dhambi, jambo la kwanza katika hivi vidokezo ambavyo ninaenda kukuelezea, vidokezo 6 tu. Jambo la kwanza ni kutofikiri ya kwamba unajitosheleza mwenyewe. Lazima ujue ya kwamba wewe pasipo Mungu haufai lolote. Lazima Mungu aingie ndani yako ili aweze kukuhakikishia ushindi. Jambo la pili, acha kumwambia kila mtu jinsi ulivyo mzuri. Kuwa mnyenyekevu kama alivyokuwa Yesu. Yesu alikuwa mnyenyekevu. Hakuhitaji kueleza kwa kila mtu aweze kuamini ya kwamba yeye ni mzuri. La hasha, lakini matendo yake yalidhihirisha kile kilichomo ndani yake. Lakini swala la tatu, fanya chochote kinachohitajika ili kuondoa tamaa kutoka moyoni mwako. Ondoa tamaa moyoni mwako. Na jambo kubwa ambalo litakusaidia kuondoa tamaa moyoni mwako ni kwa kusoma neno la Mungu kila siku. Pasipo hilo hautoboi. Lazima ujikite katika kujifunza neno la Mungu na usiache. Lakini jambo lingine, acha kuwakosoa na kuwahukumu wengine. Anza kwanza kwa kujikosoa mwenyewe na kujihukumu mwenyewe. Usikosoe tu watu ukaona wewe uko sahihi kwa kila kitu. Jambo lingine, usiwachukie adui zenu au adui zako, bali wapende na waombee. Ni ngumu kuimeza, lakini waombee hao ambao wanakuudhi. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linasema. Lakini jambo lingine kabisa, acha kukasirika na wale ambao wanakuzunguka. Ukiwakasirikia hao, itakuwa ngumu sana kuyashinda majaribu. Lakini kama utakuwa na amani na watu wote, Mungu atakusaidia na wewe utakuwa sehemu salama kabisa. Hebu tuangalie swala la sheria. Na hapa tutaangalia uhusiano kati ya sheria na dhambi. Uhusiano kati ya sheria na dhambi. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 3:4 imeandikwa, kila atendaye dhambi huivunja sheria. Kwa kweli dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi. Kuna uhusiano wa sheria na dhambi ambao tunatakiwa tuufahamu ya kwamba umetafsiriwa vibaya na watu wengine ambao wanadhani ya kwamba sheria ndiyo ambayo inakomboa dhambi zao, kwamba wao wakiangalia sheria, wafuate sheria kama ilivyo, basi dhambi zao zimekwisha, jambo ambalo sio sahihi kabisa na kwa wao wanavyoamini. Lakini jambo lingine linalohamasisha huo mtazamo ambao nimetoka kusema hapo awali ni kwamba sheria inahusiana na wokovu, ya kwamba sheria inahama, yani ukishika sheria basi umeokolewa, jambo ambalo sio sahihi, au kwamba sheria ndiyo njia au kikwazo cha kufikia au kutimiliza wokovu, jambo lisilo sahihi, kwa sababu sheria haijawahi kabisa kumwokoa mwanadamu na haitakuja kuwahi kumwokoa mwanadamu. Lakini sheria ni nini hasa sasa? Kama sheria haiwezi kutuokoa, sheria haifai, na tunahimizwa na wachungaji, watumishi
kwamba tuishike sheria. Sheria ina faida gani? Sheria ni kama kioo. Kivipi? Unapokiangalia kioo utaona uso wako kama ni mchafu, kama una madoa. Na sheria yenyewe, yani kioo hakiwezi kuusafisha sasa uso wako. Nini ambacho kinausafisha uso? Ni wewe sasa kuanza kuchukua maji ambayo utanawa uso na kuhakikisha ya kwamba uso wako umerudi katika hali sawa, hali nzuri. Kwa hiyo sheria, ondoka na hiyo ya kwamba sheria ni kama kioo. Sheria inatusaidia kutambua dhambi. Sheria inatusaidia kuona dhambi iliyopo ndani yetu au dhambi iliyopo mbele yetu. Kwa hiyo sheria ni kama uzio au kinga ambayo inatuzuia kuteseka na matokeo mabaya ya dhambi. Hebu tuangalie Injili pia, na tuangalie Injili na sheria ina uhusiano gani. Sasa unaposoma kitabu cha Warumi 3 fungu la 28 imeandikwa, kwa maana tunasisitiza kwamba mtu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Nitarudia tena. Kwa maana tunasisitiza kwamba mtu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Sasa hapa ndipo tunapokuja katika lile swala ambalo nililisema hapo mwanzoni, linaloitwa wokovu. Wokovu ni nini? Wokovu ni msamaha wa dhambi na uzima wa milele. Yaani wokovu wetu tulionao ni msamaha wa dhambi na uzima wa milele ambao haupatikani kwa sheria, lakini unapatikana kupitia kazi ambayo Yesu alitufanyia msalabani. Haleluya! Jambo zuri kiasi gani! Kwa hiyo hili linatulazimisha kumpenda Yesu kwa ajili yake, na kama tunampenda Yesu kutokana na kila alichokifanya pale msalabani, tutazishika sheria zake, kwa sababu hizo ndizo zinazotuongoza katika mtu sahihi aliyetupatia wokovu ambao ni wokovu wa kweli. Kwa hiyo tunaonyesha upendo huu wa kumpenda Yesu kwa kuzishika sheria zake, ambazo ndizo kioo kinachotuonyesha dhambi ambazo zinaonekana katika maisha yetu au zilizopo katika maisha yetu. Na tunaweza tukapitia uhusiano ambao upo katika sheria na swala la Injili, kwa sababu hili swala la wokovu, hili swala ya kwamba Yesu alikufa msalabani akatuokoa na akatufanya sisi tustahili, hiyo ndiyo Injili. Habari njema ndiyo Injili. Sasa uhusiano kati ya sheria na Injili, sheria inafafanua dhambi ni nini, lakini pia tunapotenda dhambi tunahukumiwa kifo cha milele. Sheria haina uwezo wa kutusamehe dhambi hiyo, lakini Yesu akaja akateseka na kufa kifo cha milele ili kulipa dhambi zetu. Tunapokubali dhabihu ya Yesu pale msalabani, tunatangaza kabisa ya kwamba tumesamehewa dhambi. Na jambo la mwisho kabisa, tunaposamehewa dhambi, tunashika sheria ili tusitende dhambi tena. Kama utakuwa umesikiliza maneno yangu hayo vizuri kabisa, utakuwa umeelewa kile ambacho somo la juma hili linatufundisha. Sasa hebu tuangalie mada ndogo ambayo inaongelea kujengwa juu ya mwamba. Kujengwa juu ya mwamba. Unaposoma katika kitabu cha Mithali 7 fungu la 24, neno la Mungu limeandikwa, kwa hiyo kila mtu anayesikia maneno yangu haya na kuyatenda anafanana na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mtu anayesikia maneno ya Mungu na kuyatenda anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake katika mwamba. Dhoruba zikaja, lakini nyumba yake haikuanguka. Kuikubali Injili, kukubali habari njema ya Mungu ni kutangaza wazi wazi ya kwamba wewe unakubali kafara ya Yesu msalabani, na kutangaza ya kwamba
wewe umejenga nyumba yako katika mwamba. Furaha iliyoje kujenga nyumba yako katika mwamba, kwa sababu dhoruba itakapokuja, upepo utakapovuma, nyumba yako haitabomoka kamwe. Na hiyo ndiyo habari njema ambayo leo hii, juma hili, Mungu anahitaji tujifunze na itubadilishe maisha yetu. Tutambue ya kwamba sheria haiwezi kutuokoa, lakini ni kioo juu ya dhambi zilizopo maishani mwetu, au dhambi ambazo zipo tu ulimwenguni ambazo tunaweza tukazitenda. Na tutakapoamua kuzikimbia hizo dhambi, hatutaweza sisi wenyewe kufanya hivyo, lakini tukiwa na Yesu ndani yetu ambaye ametangaza wokovu na msamaha wa dhambi zetu, atatuokoa na kutuimarisha. Tunapomaliza, kuna nukuu hapa ambayo natamani niisome kutoka katika kitabu cha Pambano Kuu, The Great Controversy, ukurasa wa 467, ambalo limeandikwa: sheria humfunulia mwanadamu dhambi zake, lakini haitoi suluhisho. Ingawa inaahidi uzima kwa watiifu, inatangaza kwamba kifo ni sehemu ya mkosaji. Injili ya Kristo pekee ndiyo inayoweza kumweka huru kutokana na hukumu au unajisi wa dhambi. Ni lazima afanye toba kwa Mungu ambaye sheria yake imevunjwa, na kuwa na imani katika Kristo na dhabihu yake ya upatanisho. Hivyo anapata ondoleo la dhambi zilizopita na kuwa mshirika wa asili ya Mungu. Habari njema kwetu leo ni kwamba Yesu Kristo amekufa msalabani ili tuweze kusamehewa dhambi zetu, ili tuweze kuokolewa, ili tuweze kupata wokovu. Na hii ndiyo habari njema. Je, utajitoa leo kikamilifu kuipokea hii dhabihu ya Yesu pale msalabani, ili iweze kukua na kutuokoa maisha yetu, iweze kutubadilishia mtazamo wetu na kutuandaa na ufalme wa Mungu mara ya pili? Ikiwa hivyo, ungana nami katika ombi hili. Baba yetu mtakatifu, tumejifunza ya kwamba wewe ulikufa msalabani ili tuweze kuokolewa. Dhabihu yako iliyotolewa pale msalabani ni kubwa sana kuliko dhambi. Neema yako uliyoitoa kwetu ni kubwa sana kuliko dhambi inavyoweza kumfanya mwanadamu. Muda huu tunahitaji wokovu, tunahitaji msaada, tunahitaji kuanza upya na wewe. Tunaamini tukiwa na wewe tuko salama. Tusaidie tujiandae na ujio wako mara ya pili, katika jina lako Yesu Kristo. Amina.